Jensi ni joete moko na iguru ndikwenda kugeithio uria murangeithitie wiki ithatu thiru na nie kuria tondu mwina mwerekera ithui kuhindi twari tumutarage no riu mukoretwo mukiona tukiura mugatwira maithe maitu mutiguthio guo tuonie njira nitukurumirira maundu maria ndimwikite makamurakaria ni wihia wakwa ni wihia wakwa ni wihia wakwa munene ndahera Eya murathime na mweke wega. Ya huyo tu ni Ben Githae, msanii ambaye pia anajulikana sana hapa nchini Kenya kwa kuweza kuunda nyimbo za siasa. Ukumbuke tu hivi majuzi tu amekuwa tu akiingiliwa pale katika mitandao za kijamii baada tu ya kuweza kuonekana tu na Deputy President Kithure Kindiki ambaye pia walikuwa katika mkutano, ameweza kuitwa kwa Karen na pia na hakaweza kuishia hapo, aliweza pia kuitwa na Rais William Ruto State House, kitu ambacho pia wasanii wengi zaidi kutoka tu Mount Kenya waliweza kufika kule, lakini kitu ambacho pia kinaonekana kimeweza kuwaletea shida sana kwa sababu tu pia Rigathi Gachagua alikuwa ameweza kutoa warning na kuweza kusema kwamba wasanii ama msanii yoyote kutoka Mount Kenya ambaye pia aliweza kwenda katika mkutano wa Ruto na afai kuweza kupatiwa nafasi tena katika jamii yao ili kuweza kufanya performance, na kitu ambacho pia inaonekana tu kimeweza kuaffect wasanii wa kutoka Mount Kenya. Ni kitu ambacho pia kimeweza kumforce Ben Githae kuweza kuapologize kwa Gen Z na pia tu kuweza kuapologize kwa Rigathi Gachagua akisema hatarudia tena, na hii inapita tu siku chache baada tu ya Ben Githae kuweza kusema kwamba ameacha kuimba nyimbo za siasa kabisa kwa sababu zinamweka mahali pabaya, kwa sababu Ben Githae ni mtu ambaye pia watu wengi tu wanamfahamu sana kwa kuweza kutunga nyimbo nzuri za siasa. Kumbuka tu 2017 aliweza kumtungia Rais Uhuru Kenyatta, na pia 2022 wakati ambao pia alikuwa katika Azimio hakuweza kutunga nyimbo wote, lakini baada tu kuweza kuvuka side ya William Ruto akaweza kutunga nyimbo ambao pia ilikuwa inamsifia William Ruto, na kwa bahati nzuri William Ruto akaweza kushinda uchaguzi, kitu ambacho pia watu wengi tu zaidi wanamuingilia pale katika social media wakisema mara nyingi sana yeye ni mmoja wa watu ambao pia wanachangia kupotesha watu pale katika wakati ambao pia anatunga nyimbo zake. Lakini sasa hivi amesema kwamba ana apologize tu na pia anafikiria ama amefikiria tu kuweza kuacha kuimba nyimbo za siasa kwa sababu anaona zinamweka pabaya wakati ambao pia inafika tu mahali kwa siasa, na pia wakati ambao pia anaimbia administration na ifanyi kazi, ni kitu ambacho pia yeye kinamuaffect sana kwa sababu watu wengi tu zaidi wanamuambia pale katika mitandao za kijamii yeye ndiye aliweza kurepresent hao viongozi kwao kwa sababu yeye ndiye anatunga nyimbo za kuwasifu, alafu mwisho wa siku wana fail kufanya kazi za kwao. Katika ule yako 254 na kupatia story ambazo zinatrend mitandaoni, na make sure umesubscribe kwenye